Yes, baada ya vurugu nyingi ambazo zimeendelea siku za hivi karibuni juu ya dabi ya Kariakoo ambayo ilitakiwa ifanyike tarehe 8 ya mwezi wa 3 2025, na kama tunajua sintofahamu nyingi zilitokea hususan kuhusiana na Simba kuhusia mchezo, ambapo taarifa ambayo walitoa ni kwamba walizuiliwa kuingia kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo, na kanuni inataka hivyo wafanye mazoezi siku moja kabla ya mchezo. Na baada ya hapo tuliona taarifa nyingi sana zikitolewa na Young Africans pamoja na bodi ya ligi kuu ilitoa taarifa pia, lakini leo hii pia Young Africans wameibuka na taarifa nzito kuhusiana na dabi hiyo ya Kariakoo, ambapo taarifa inasema hivi: taarifa kwa umma Mei 5, 2025. Uongozi wa Young Africans Sports Club unapenda kutaarifu umma kuwa umepokea majibu kutoka mahakama ya kimataifa ya usuluhishi wa michezo CAS kuhusu kesi yetu namba CAS 2025 A11298. CAS imeelekeza Young Africans Sports Club kurudi kwanza kwenye kamati za ndani za soka ili kushughulikia kesi yetu kabla ya kurudi kwao kwa ajili ya hatua za rufaa. Lakini kutokana na uonevu, uvunjwaji mkubwa wa kanuni na upendeleo wa dhahiri kwa baadhi ya timu unaendelea kufanywa na mamlaka za soka Tanzania, uongozi wa Young Africans hauna imani na hauko tayari kupeleka shauri hilo kwenye mamlaka ambazo zinatenda dhulma. Aidha, uongozi wa Young Africans Sports Club unapenda kujulisha umma kuwa msimamo wa klabu yetu juu ya mchezo namba 184 wa ligi kuu msimu huu uko pale pale, kuwa hatutashiriki kwenye mchezo huo kwa namna yoyote ile. Wanayanga wote watakuwa tayari kuipambania haki yao kivyovyote vile ili kukomesha dhulma na uvunjwaji mkubwa wa kikanuni unaoendelea kufanywa na mamlaka za soka kwa maslahi mapana ya maendeleo ya soka nchini. Imetolewa na kamati ya utendaji Young African Sports Club. Na hiyo ndio taarifa kubwa ambayo sasa hivi inasumbua mitandao ya kijamii, ikieleza taarifa kutoka klabu ya Young Africans juu ya kuhususia ama kuendelea kugomea mchezo uliopo kati ya Simba Sports Club dhidi ya Young Africans. Na ukipita kwenye moja kati ya peji ya mchambuzi mkubwa kabisa wa soka hapa nchini, Wilson Oruma, yeye ameandika yafuatayo. Ameiposti ile picha ambayo ameiposti Young Africans taarifa kwa umma, alafu then akaandika hivi: nafikiri njia bora ya kuonyesha kwamba huna imani na mamlaka zinazoendesha mpira ni kutoshiriki kabisa kwenye mpira wenyewe. Kuendelea kushiriki kwenye ligi ambayo mnasema viongozi wake wamejaa uonevu na dhulma ni kama kusema nitakunywa mchuzi tu, maana yake nyama huwa zinaniumiza tumbo. Wako mtiifu. Lakini tujikumbushe kidogo taarifa ambayo ilitolewa na bodi ya ligi kuu ya Tanzania bara baada ya majibu ya CAS kurudi kuhusiana na hiyo kesi ambayo inaendelea kati ya Young Africans pamoja na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kuhusiana na kuahirishwa kwa huu mchezo wa Simba Sports Club. Taarifa ilikuwa imetoka juzi kati tu hapo, ambayo TFF bodi ya ligi walitoa taarifa kwa umma na inasomeka kama ifuatavyo. Ilianza: taarifa kwa vyombo vya habari. Mahakama ya kimataifa ya usuluhishi wa michezo CAS imetupa rufani ya klabu ya Young Africans yenye kumbukumbu namba CAS 2025 A11298 ambayo klabu hiyo ilifungua dhidi ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kuhusiana na mchezo namba 184 wa ligi kuu ya NBC Young Africans dhidi ya Simba Sports Club. Walalamika wengine katika shauri hilo, ambapo pamoja na mengine klabu ya Yanga iliomba mechi tajwa hapo juu isipangiwe tarehe mpaka litakapotolewa uamuzi ni bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB na klabu ya Simba. Kutokana na uamuzi huo wa CAS, bodi ya ligi kuu Tanzania inaendelea na maandalizi yake ya kuhitimisha msimu wa ligi kuu ya NBC 2024-2025 na kufanya maboresho ya ratiba ya ligi, ukiwemo mchezo namba 184 wa Young Africans dhidi ya Simba, kisha kutangaza ratiba mpya mapema iwezekanavyo. Imetolewa na idara ya habari na mawasiliano bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB Mei Mosi 2025. Hii ilikuwa ni Mei Mosi 2025, lakini leo hii Young Africans wameibuka Mei 5 na hiyo taarifa kwamba hawachezi mechi ya Simba dhidi ya Young Africans kutokana na mamlaka ambazo zinazosimamia kutotenda haki, yani kwa mujibu wa Young Africans, na mamlaka hizo zinazosimamia ni TFF pamoja na bodi ya ligi kuu Tanzania bara, yani TPLB. Je, kwa kauli ambayo ameisema Young Africans, ni kweli kwamba mamlaka haitendi haki ama ni utashi wao tu wa kusema? Tusubiri na kuona. Na hii ni Kawabe Media. Tembelea YouTube, Instagram, Facebook, Thread, X. Unadhani huu mgomo wa Young Africans utaishia wapi? Mechi watacheza ama hawachezi? Tuachie maoni yako hapo chini.